Kwingineko ni kwamba viongozi wa makanisa mbalimbali kaunti ya Kisii wameelezea wasiwasi wao kuhusu uhuni unaozidi kushuhudiwa katika mikutano ya kisiasa maeneo mbalimbali humu nchini. Wakizungumza mjini Kisii, viongozi hao wamekashifu wote wanaoeneza siasa za chuki na za kikabila. Hatukutarajia kuona fujo katika nchi ya Kenya. Tungependa kwamba wale viongozi wetu kwanza, wanasiasa, wanapoenda kwa mikutano waje kutusi watu wengine, waje kuzungumza kuhusu kabila yako, zungumza kuhusu Kenya, kuzungumza kuhusu amani na jamii ya Kenya. Kwa hivyo tunaomba kwamba wale wengine wanaohusika ama wanaleta watu ambao ni goons kuingia katikati na kwa mkutano, hatukutarajia kuona Kenya ni moja. Every politician, siku hizi kila politician akisimama katika umati wa watu anasema Bwana Yesu asifiwe, na analowa the voice, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena, alafu anaongea mambo mazuri. Anaonekana ya kwamba wanakuwa pamoja na pastors ama na clergy. Lakini akienda tena the other side unapata anatumia goons, wanaenda wanaua watu, wanawake wamebaki wajane, watoto wamebaki yatima, sio kwa sababu ya ugonjwa iliua mtu, lakini kwa sababu ya goons ambao waliweza kutumika. Maneno ya goonism iondolewe kabisa, na kwanza sisi akina mama, naomba akina mama tutoke nje, tukemei maneno ya goonism, kwa sababu hii goonism inapokuja watu wengi wanaoumia ni watoto wetu, na sisi ndio tuliyebeba hii mimba miezi 9, sisi ndio tunaumia.